mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Kilimanjaro na pia ni katibu wa elimu na malezi wa mkoa wa Kilimanjaro. Leo ilikuwa ni wiki ya wazazi wilaya ya Mwanga, ambapo pia niliteuliwa kuwa mgeni rasmi. Nafikiri nashukuru Mungu nimeweza kuattend vizuri na kuelezea hali halisi ya wazazi, especially shule za wazazi, ambapo pia tulikuwa na jukumu la kuweza kuelezea masuala ya elimu, malezi na mazingira. Na ukiona pia wazazi walikaa wakaona ni muhimu kurudisha hii nafasi ya katibu wa elimu, malezi na mazingira, kwa sababu ya kuweza kusimamia upande wa elimu na kusimamia upande wa malezi na pia mazingira. Na kwa sababu hiyo basi utaona mmonyoko wa vijana wetu sasa hivi huko kidogo sio mzuri, kutokana na hivi vitu vitatu vinaenda pamoja. Huwezi kuwa na elimu ukakosa malezi, huwezi kuwa na malezi ukakosa kulinda mazingira, vyote vinaenda pamoja. Na ndio maana sasa wazazi tumejikita kuonyesha ya kuwa sasa tunataka kuonyesha shule zetu ziweze kwenda sambamba na maadili, na hapo pia hata shule za serikali zote tunajifunza kwao na wanajifunza kwetu. Lakini kwa ujumla tunachokifanya sisi wazazi twende kifua mbele ni hizi shule ambazo tunataka tuziamshe, lakini mwisho wa siku ziwe na uwezo wa kuweza kutoa hata digrii ya kwanza na kuendelea. Kwa mfano hizi shule, kuna shule yetu moja iko hapa Mwanga, shule ya Minja ni technical school, lakini ile shule ya ufundi imekuwa sasa inakaribia kufa. Tutahakikisha itasimama kwa sababu ni sehemu ambayo tunapeleka ile elimu ya amali ya ufundi, kwa sababu ya kujengea vijana wetu uwezo wa kujitegemea. Na hapo tutatoa mawazo yetu kwa wazazi taifa. Hizi shule hawaendeshi wazazi, viongozi wa wazazi waendesha wawekezaji. Ili tuwe na shule bora, ni lazima tufanye tafiti ya kutosha kumpa mwekezaji shule. Lazima tuwe na uhakika huyu mwekezaji kitaaluma yuko vizuri na kifedha, kiuchumi yuko vizuri. Tusije tukawapa tu shule lakini matokeo yake azisonge mbele. Shule inaanzishwa mwaka 1974 mpaka leo haijafikisha wanafunzi 500. Sio sahihi. Kwa hiyo tunataka kuona ni namna gani tutafanya utaratibu sasa wa upatikanaji wa hizi shule kwa wawekezaji. Lazima tuwafanyie kitu kinaitwa due diligence, tuwafanyie uchunguzi wa maana, kuweza kujua taaluma zao na uwezo wao wa kiuchumi. Je, wana uwezo wa kuendesha hizi shule? Sababu tusipofanya hivyo tutakuwa tunaona kama ni biashara ambayo inafanyika kwa wawekezaji, lakini kwetu sisi kama wazazi hatutakuwa na maana ya kuwa na shule zile shule za wazazi kama zifikii malengo ya kutoa ile elimu iliyo bora. Na wakati huo utakuta sasa shule hazina maadili, kwa sababu wanaochukua shule unaweza kukuta labda ni wafanyabiashara. Hizi biashara za elimu zina watu wake. Biashara ya elimu tofauti na biashara nyingine. Biashara ya elimu lazima iendeshwe na mtu ambaye ana taaluma yake, ana uwezo na anathamini elimu. Vinginevyo tutajikuta shule zetu za wazazi zitakuwa zinazidi kuwa chini. Haiwezekani shule ikawa na wanafunzi 100, 200. Mimi hiyo siafiki. Mimi nitafanya juu chini. Tutafanya vikao vyetu vya kawaida vya mkoa, tutashauri ngazi ya taifa, kwa sababu shule ambayo ina wanafunzi wachache ina maana kuna matatizo. Na sio matatizo tu, pia uwekezaji wa wanafunzi 100 au 200, hakuna kipato chochote cha maana jumuiya wazazi inapata, kwa sababu wanafunzi 100 au 200 anayeendesha apate shilingi ngapi, alafu jumuiya wazazi ipate shilingi ngapi? Unajikuta kwa nini wale wanaoridhika zile shule kutokuwa na wanafunzi wengi wanaridhika kwa sababu gani? Lazima tufanye tafiti ili tuweze kujua hizi shule kwa nini wanaridhika na wanafunzi wachache na wanasonga mbele. Huenda sasa wao hawaumii, wao wanapata. Je, jumuiya wazazi inapata nini? Ukiona kwenye hotuba nilitoa mimi, nimesema hizi shule zilianzishwa zamani mwaka 1955. Shule za wazazi ilianzishwa, na shule ya kwanza kabisa nikwambia ilianzishwa Bukoba. Lakini lengo lilikuwa nini? Na hata zamani ukiangalia shule zetu za wazazi ilikuwa zinaitwa shule za tapa. Watu wazee pale wameelewa shule za tapa. Ile ni Tanganyika Parents Association. Ile ni shule ambazo sasa siku nyingi, na hata mkoloni mwenyewe alizishtukia. Ndio maana akaambia 5, kama mnafuata shule mfuate shule, kama mnafuata siasa mpate siasa. Na ndio maana sasa sisi 5 wakaunda jumuiya ya wazazi. Lakini mpaka leo utajiuliza, kwa nini tunapiga mark time? Kwa nini tuko pale pale? Hapana, haipendezi. Kiukweli Kilimanjaro na shule chache lakini zinafanya vizuri, na sisi pia tunasikilizwa taifani. Tutajitahidi, tutakaa na uongozi wetu wa mkoa, tutaona mapendekezo yetu, tutawapelekea ili mradi tufikie malengo yaliyo sahihi kwa wanafunzi.
Kwa majina naitwa Hamza Sebwaka Mwanga, ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Mwanga. Katika maadhimisho haya ya wiki ya wazazi katika wilaya ya Mwanga, msisitizo tulioweka ni wa namna mbili. La kwanza ni juu ya shule ya sekondari ya Minja. Shule ya sekondari ya Minja imetelekezwa, inakuwa kana kwamba haina mwenyewe, wakati mwenyewe ni jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo wito wangu katika shule ile, aidha watafuta wawekezaji wawekeze, kwa sababu mpaka sasa vifaa vipo, majengo yapo na kila kitu kipo cha kufufua ile shule. Ni uwekezaji tu na kuongeza vitu vichache ile shule ifufuliwe, ili tuweze kama serikali inavyosisitiza vyuo au shule za amali, maanake shule za ufundi. Ile shule ina mainjinia, ina watu wengi waliopita pale ambao ni wasomi wakubwa katika engineering, katika fani za uwashi, katika fani za mashine na vitu vingine. Hilo ndio la kwanza kuiomba serikali, na ninaiomba na jumuiya rasmi kwa ajili ya kufanya hamasa na kufanya tathmini ya malengo na kazi za jumuiya ya wazazi, ambazo kwa kimsingi kabisa kazi za jumuiya ya wazazi zinawekwa kwenye maeneo manne, ambapo kazi ya msingi ni elimu. Sote tunatambua jumuiya ya wazazi inamiliki shule mbalimbali ikiwemo Lomwe, Makaseki na maeneo mengine, lakini jukumu lingine la jumuiya ya wazazi ni kwenye malezi. Tunafahamu kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili, lakini kuna mazingira na kuna